Dini.com. Simleble. Picha linaanza. Oh yes, picha linaanza. Na hili ni picha jipya. Tumeona jinsi ambavyo lolote ambalo linatokea ndani ya Vatican linakuwa na attention kubwa ya dunia. Zaidi ya watu bilioni 1.3 wanamfahamu huyu ambaye tunamzungumzia. Ni mfalme, at the same time ni kiongozi wa kanisa kwenye nchi ndogo zaidi duniani, Vatican City. Ndani ya humu kuna geography, lakini at the same time kuna history. Na pia itaungana na episodi zetu nyingi ambazo zilipita. Na ndio maana tunakuambia ukitufuatilia tunakuunganishia matukio yote ya dunia. Kuna wakati tutaingia kwenye maandiko pia. Ni yule mkali wa hizi kazi, Razi Mtamaduni. Picha linaanza. Tuanze na history. Kama ulifuatilia episodi yetu kuhusu Israeli na Palestina, tulikupa historia ya Mashariki ya Kati kwamba kabla ya Yesu kuzaliwa, dunia ilikuwa kwenye mikono ya empires mbalimbali zikiwemo za Afrika, na baba lao ni Roman Empire. So kulikuwa kuna vikingdom vidogo haya maeneo ambavyo ndani yake ndo kuna jamii kama Wayahudi, sijui wa Sumeri na wengine, na vilikuwa chini ya kingdom zile kubwa ndo ambazo kuanzia wakina Ashuru, baadaye wakaja mpaka Roman, baadaye sasa late kabisa ndo wakaja Ottoman Empire, na baadaye wakapata uhuru kwenye vita ya pili ya dunia. So tuko enzi hizo. Hawa jamaa walikuwa kama USA ya sasa kwa ubabe, lakini hawakutumia mijegeje wala mabomu ya nyuklia. Walitumia mazuna, hofu na sheria kali. Wakatawala sehemu kubwa ya dunia kuanzia Uingereza hadi Afrika Kaskazini, na walikuwa na jiji lao moja kubwa, Roma. Huwezi kujenga Roma ikujengwa kwa siku moja. Yes, sio Roma Mkatoliki, ni Roman City. Ndio ilikuwa New York au Beijing ya dunia, na Kirumi ilikuwa lugha ya ulimwengu kama English ilivyo kwa sasa. Jenzi mnaweza msipate picha, hata kaka zenu pia hatukuwepo. Utakumbuka kwenye session ya live na Jie kuhusu lugha ya Kiswahili, tulikuletea session ya Profesa Aldin Mutembei aliyetupa historia ya jinsi Kilatini kilivyokuwa lugha ya hadhi kubwa. Hata Waingereza wenyewe waliona kuongea Kizungu ni ushamba na Kilatini ndo unyama. Wakati huo Waingereza walikuwa na soma hivyo ndivyo. Na nuku. Ni kwenye chapisho gani hilo? Nitakupatia. Okay. Wakati huo Waingereza walikuwa washenzi sana, walivyoonekana machoni mwa Warumi, na Warumi walikuwa wastaarabu. Kwa hiyo Warumi wengi waliwadharau Waingereza. Hata Cicero alipomshauri Atticus asinunue watumwa wa Kiingereza, alisema hivi: they are so utterly stupid and incapable of learning. Manake na nuku, Waingereza ni wapumbavu pindukia na hawawezi kujifunza lolote. Amenukuu ukurasa wa 53 wa kitabu cha Race, Prejudice and Education. Maneno kama hayo yanaonyesha wazi kwamba Waingereza walikuwa watu duni wakilinganishwa na Warumi. Warumi hao walianza kumstarabisha Muingereza mshenzi, wakamfundisha kusoma na kuandika, wakamfundisha lugha ya Kilatini, wakamfundisha elimu mbalimbali. Unaona? Basi huyo Muingereza mshenzi alipozinduka, nasoma neno yangu Basi huyo Muingereza mshenzi alipozinduka katika ushenzi wake na kuhisi kwamba amestaarabika, akaona kustaarabika ni kusema Kilatini au Kirumi. Muingereza mstaarabu huyo akaanza kutumia Kilatini tu, hata akadharau lugha yake mwenyewe. Maadamu lugha ya vitabu vya shule ilikuwa ni Kilatini, basi wanavyuoni na walisema Kiingereza, wakaona Kilatini ndio lugha ya watu hasa, lugha ya waungwana. Na lugha ya Kiingereza hiyo hata kidogo, hiyo tena ni lugha ya kishenzi, Kiingereza. Yes, hata leo tunazo namba za Kilatini aka za Kirumi ambazo hazina sifuri, lakini tunazitumia. Pata picha. UK kama kingdom bado ipo hadi leo, lakini kama superpower wa dunia ni British Empire ilitawala takriban miaka 350. Marekani na mbwembwe zote hadi sasa 2025 imeshika superpower wa dunia kwa miaka 80 tu, na wameanza kuyumba. Roma ilitawala kama superpower wa dunia kwa miaka 500,
Na kwenye episodi zetu za nyuma tulikuelezea Roma iligawanyika vipande kadhaa, kwa hiyo ukijumlisha Roma zote hadi hilo jina lao linafutika kama serikali. Ni miaka 1000 mpaka 1500. Warumi ni kina nani na wapo wapi kwa sasa? Kwanza, elewa hivi, Warumi walikuwa sio kabila moja maalum, bali jamii ya watu waliotokana na makabila mbalimbali ya kale yaliyokuwa katika eneo la Italia ya kati. Kabla ya kuitwa Warumi walikuwa sehemu ya makabila ya Italic kama vile Walatini, Wasabini na Etruscans. Mji wa Roma ulianzishwa karne ya 8 kabla ya Yesu kwenye eneo lililokaliwa na Walatini. Walatini walikuwa wakulima na wafugaji. Ukisoma hadithi zao za kale, mji wa Roma ulianzishwa na mapacha wawili, Romulus na Remus. Wana background ya ajabu kwa sababu picha linaanza wakiwa wachanga walitupwa porini na anko zao kwa kuhofia kuja kuwa watawala, wakanyonyeshwa na mbwa mwitu. Hadi leo kuna picha ya mbwa mwitu akinyonyesha watoto wawili. Inatumika kama nembo ya Rome na watu wake kiujumla. Baadaye wakalelewa na mfuga kondoo mmoja aliyewaokota. Ukubwani wakapanga wapi waanzishe mji wao. Ikasemekana ubishi ulianza wa eneo gani ni sahihi. Kwenye kuzichapa kavukavu, Romulus akamuua Remus, so akaanzisha mji wa Roma mnamo 753 BC. Kwa hiyo jamii hizi kabla zilikuwa na utambulisho wa kikabila kama Walatini au Wasabini, lakini walipoanza kuishi pamoja katika mji wa Roma, utambulisho wao ulianza kubadilika na kuwa wa Warumi. Ni kama Kenya ambapo watu wa Nairobi hujiita Nairobians na watu wa Dar es Salaam wanajiita Wabongo, ambapo limeanza kutumika kama Watanzania. So ukisikia Mbongo akiwa nje ya nchi unajua ni Mtanzania, lakini ukiwa mkoani Mbongo means mtu wa Dar. Kwa hiyo Warumi ni watu kutoka makabila na jamii tofauti waliokuwa wanaishi mji wa Roma karne nyingi kabla ya Yesu kuzaliwa hadi karne ya 5 baada ya Kristo. Wao ndio walitengeneza dola ya Kirumi, Roman Empire. Walizungumza Kilatini na waliitwa mashine za vita, sheria na ujenzi. Warumi wa zamani hawapo tena, lakini uzao wao bado upo, ndio Waitaliano wa sasa. Tofauti ni kwamba Waitaliano wa sasa hawazungumzi Kilatini, wanazungumza Kiitaliano ambacho kilizaliwa kutoka Kilatini. Hawana empire ila wana identity ya kuwa walizaliwa Roma. Bwana hondo unawajia hivi punde. I think what Madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. High boy, hata kama ni kitu kizito unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Sasa kwenye mji huu wa Roma palikuwa na makazi ya wafalme wakuu wao wa zamani waitwao makaisari. Kwa kizungu ni emperors. Utakumbuka kwenye story ya Yesu kuna mstari maarufu wa ya Kaisari mpeni Kaisari, ya Mungu mpeni Mungu. Ni kwa sababu Yoshua aka Yesu aliishi wakati huu wa utawala wa Roma Empire, ambapo ukifikishwa kwa Kaisari umekwisha. Sasa kwenye mfumo huo wa wafalme wa Roma aka makaisari, akifa mtu anapanda mtu. Ikafika zamu ya nani leo? Ikawa zamu ya manifongo wao, kijana barubaru mmoja aliyeenda kwa jina la Constantine. Huyu mwamba Constantine alikuwa moto juu ya moto kama watangulizi wake, mashine ya vita, na alikuwa na itikadi kama za watu wa Mara. Vita ni vita mura. Wauni wanasema mguu wa shingo mguu wa roho. Lakini alibadilika ghafla, au tuseme alibadilishwa baada ya tukio moja ambalo hadi leo wapendwa wanasema lilikuwa divine intervention. Yani ni nguvu kutoka nje ya dunia iliingilia kati. Ilikuwa tarehe 28 Oktoba 312 AD. Inasemekana alipoenda vitani kwenye daraja moja la mto Tiber ndani ya Italia ya sasa, wanaita Battle of Milvian Bridge, kuzichapa kavukavu na kaisari mwenzake Maxentius, ambaye alikuwa akubaliki na makaisari wenzake, ila alidai naye ni mwamba wa kipande fulani. Ikabidi kiumane tujue nani mwamba. Inaelezwa Constantine aliona alama ya msalaba angani na ujumbe uliosema kwa ishara hii utashinda. Akaamua kuingia vitani akiwa anaamini kwenye jina la Yesu, na kweli akashinda ile battle. Kama umeangalia series ya Vikings utakuwa umeona sini za namna hii. Wamejaribu kuchukua story nyingi za theology ya kale. Baada ya hii battle, Blaza Costa akabadili msimamo na kupokea hii imani mpya. Ankari Constantine akawa kaisari wa kwanza kuruhusu Kristo kisheria.
Kabla yake tulikwambia Wakristo walikuwa wanateswa kama mbwa koko. Walikuwa wakijificha kwenye mahandaki, mapango na hata makaburini ili waabudu. Kwenye sherehe za kitaifa, Wakristo ndio walikuwa wanatumika kwenye michezo ya binadamu versus wanyama wakali kama simba na kadhalika. Kifupi, Wakristo na sera zao walionekana kama Tundu Lissu wa Roma Empire. Kwenye episodi zetu za nyuma tulikuelezea Yesu alikuwa Myahudi kidini na kijamii, lakini alikuwa mwananchi wa Roma Empire, na maisha yake yote yalianza na kuishia Mashariki ya Kati na Afrika. Upekee wake, alikuwa mtu mwenye uthubutu dhidi ya utawala na ushawishi mkubwa, akifundisha watu mitazamo na lifestyle iliyo kinyume na serikali ya hapa kazi tu Roma wakati huo. Hakuchukua raundi, akaundiwa zengwe, wakamtundika msalabani akiwa bado kijana chini ya miaka 35. Nyuma yake akaacha shazi la watu walioamini mafundisho yake, wakiwemo washikaji zake 12 ambao wote wanatokea kitaani kwake Mashariki ya Kati. Baadhi ya hao washikaji zake ndio waliondoka Mashariki ya Kati na kuanza kusambaza hizo itikadi za Yesu maeneo mengine ya Roma Empire, ikiwemo Ulaya, na in the process wakafahamika kama Wakristo, na wengi ukifuatilia stori zao walikufa vibaya. Utawahurumia. Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. So Constantine baada ya ushindi wa ile bato akapindua meza, akawa supporter mkubwa wa kanisa na Wakristo. Akasaini kilichoitwa Edict of Milan, ambayo tuligusia episodi zetu za nyuma. So wakati utawala wa Roma unagawanyika mara mbili mwaka 285 AD, bado Kristo ulikuwa marufuku. Na hapa ndipo anaingia madarakani mwamba wa kuitwa Constantine, ambaye alikuwa kiongozi wa Roma Empire aka dola ya Kirumi Mashariki. Ndio alitangaza kilichofahamika kama Edict of Milan ya mwaka 313 AD. Alitoa ruhusa kisheria kwa Ukristo na dini nyingine ndani ya Roman Empire. Hapa sasa wapendo wakawa wamepata nguvu. Akawajengea makanisa, akawapa uhuru, akatoa pesa za serikali Empire ili kusapoti makanisa. Watu waliokuwa mafichoni kwa miaka mingi wakaanza kupewa heshima. Ndio mwanzo wa nguvu ya kanisa Katoliki. Lakini kumbuka, wakati huu bado Vatican haikuwepo kama nchi. Ilikuwa tu ni sehemu ya mji wa Roma, na kanisa kubwa lile tulioliona leo, Basilisa ya Mtakatifu Petro, likaanza kujengwa hapo kwa heshima ya Mtume Petro, ambaye ni kati ya wale washikaji 12 wa Yesu aliyesadikiwa kuuawa hapo karibu. Kwa maneno mengine, bila Mtume Petro labda kusingekuwepo na nchi ya Vatican leo. Kwa hiyo Vatican ni kanisa na nchi ya Petro aka jiwe. Kivipi? Nikupe story ya Petro kiufupi. Kwa unayesoma maandiko ya dini, hii ni story ushaisikia. Imagine unaacha nchi yako ya Mashariki ya Kati jangwani na watu wako wa asili, alafu unaenda mpaka Ulaya kwenye taifa kubwa la maadui zako, alafu unapigwa na kitu chenye ncha kali, unaitwa mwenda zake. Miaka 2000 baadaye, mahali ulipouawa panakuwa kanisa kubwa kuliko yote duniani, na sio tu kanisa bali inakuwa nchi. Yes, hii ndio story ya Uncle Petro. Bwana, hondo unawajia hivi punde. I think what Madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Petro alianza kama mvuvi wa kawaida kule Galilea. Kwa Kiswahili tunaita Galilaya, karibu na bahari ya Galilaya, ambayo ndo inasemekana wauni walimuona Yesu anatembea juu ya maji wakadata. Ili eneo lote ni kaskazini mwa Israeli. Jina lake la kwanza kitaani alienda kama Blaza Simoni, lakini wanasema mbeleni Yesu akamuita Petro, yani jiwe. Kwa sasa hivi Gen Z tunaweza kusema mwamba. Wewe ndiwe Petro, na juu ya jiwe hili nitalijenga kanisa langu. Alisema juu ya mwamba atalijenga kanisa na halitatikisika. Means Yesu hakuwa na kanisa, ila alimpa jukumu mwamba, yani Petro, kuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa, au kama tunavyosema leo papa wa kwanza. Kwa hiyo baada ya Yesu, mwamba alichukua jukumu la kueneza itikadi aka injili, akiwa na mitume wengine. Waligawana kazi. Blaza Paulo aka Mtume Paulo, ambaye hakuwa Myahudi, alizaliwa Tarsus, eneo ambalo lilikuwa Syria chini ya Roma Empire, kwa sasa lipo Uturuki. Kwa hiyo hakuwa Myahudi kijamii ila kiimani. So walipewa kazi ya kwenda sehemu ambazo sio Wayahudi kijamii,
maana ingekuwa rahisi kupokelewa. Then mwamba Petro aka Simon akaenda sehemu ambazo Wayahudi walikuwepo nje ya Mashariki ya Kati kuhakikisha ana convert huko. Utakumbuka tulikupa historia ya Wayahudi walivyokuwa vichwa ngumu. Walikuwa wazee wa no reform no election. Kwa hiyo kila mara serikali za empires zilituma wajeda kuwasambaratisha au kusambaratisha makazi yao. Ujue unaposikia utawala wa Roma Empire au Babylon Empire na maeneo yake, haimaanishi walikuwa na jeshi lao kote. Ila kama wewe ndo umeshika madaraka, unamtuma kamanda mmoja unayemwamini ni chinja na vijana wake, wanaenda maeneo mapya wakakutana na jamii za huko na kuziambia mpo chini ya utawala mpya wa mfalme Desh. Mkikataa mnapigana, mnauawa au mnasalenda yaishe. Means kadri ushawishi unapokuwa, maana yake himaya au milki inakuwa inatanuka kupitia wawakilishi wao. Kuna jamii zilikubali kirahisi na kuna ambao walisema msituambie hivyo sisi. Wengine wanakimbia, wengine wanatekwa kuuzwa utumwani duniani. Hawa ndio mwamba P alitaka kuwaibukia. Lakini baadaye Petro alijichanganya, akaamua kusafiri hadi Roma, makao makuu ya nchi, yani kama vile New York au Beijing ya leo. Roma ilikuwa na watu wa mataifa yote, dini zote, siasa zote, ilibeba dunia nzima. Petro aliwaza, nikifika kule ujumbe wangu utaenea kote kirahisi? Alijua ajui. Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Warumi hawakupenda mishe hizo. Mafundisho mengi yalionekana yanapingana na biashara zao na tamaduni na mila. Figisu zikaanza, chuki dhidi ya Wakristo ikapikwa na kuiva ndani ya Roma. Wakaanza kuchezea kichapo. Wauni wakamtonya, oya mwamba, umesikia wanachowafanya wenzako? Kama vipi, tafuta namna, potea mjini. Wauni watakutundulisu very soon. Petro akajibu, kama Yesu hakukimbia msalaba, mimi pia sitakimbia. Kweli bana. Siku ikafika wakamtia mikononi ya Mkopi. Wakiwa wanampeleka eneo la kurekebisha tabia, aliomba kitu kimoja tu, asulubiwe kichwa chini, kwa sababu hakujiona ana hadhi kama ya Yesu aliyesulubiwa kawaida. Wauni wakamwambia usijali, wazo zuri. Huyu jamaa alisulubiwa kichwa chini miguu juu, karibu kabisa na sehemu ambayo leo linaitwa Vatican Hill. Juskati kuna picha zilisambaa, wazee wa nadharia njama wakahoji kwa nini kuna msalaba uliogeuzwa juu chini kwenye mazishi ya papa. Wakazusha kwamba ni devil worshiper. Lakini ukweli ni kwa sababu hii Vatican ya Petro wa Galilaya, ambaye juu yake limejengwa kanisa kama andiko lilivyosema. Alisema juu ya mwamba atalijenga kanisa na halitatikisika. Waumini tuianze misa. Kwenye njaa kula kuku aliyechinjwa na padre, wallah. Adhana ikilia amka kamombe. Picha linaendelea. Kama nilivyokuambia, yani Badini.com ni zaidi ya chuo.